Bwana, mambo bado ni mazito kwa upande wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Mara baada ya taarifa ya leo kutoka kwamba wao ndo peke yao hawajashiriki kwenda kusaini kanuni na sheria za uchaguzi za mwaka huu, ambapo wameonekana wamekuwa eliminated kwenye michakato yote ya uchaguzi, wala watakuwa hawapewi taarifa zozote wala hawatashiriki kwenye kampeni za aina yoyote ya uchaguzi kwa sababu hawana haki hiyo. Sasa bado huku upande wa pili G55 ndani ya Chadema, hawa ni wale wanachama ambao ni 55 ambao wao ni kama wanaigomea ile no reforms no election, ambayo ni slogan au ni tunaweza tukasema ni kauli mbiu ya chama ambayo wanaenda nayo kwenye kampeni zao. Sasa taarifa imetufikia kwamba miaka 32, tukirudi kwenye kumbukumbu, miaka 32 iliyopita katika siasa za Tanzania kuliibuka kundi la wabunge 55 waliojiita G55 ndani ya Chama cha Mapinduzi CCM, lililotaka mabadiliko ndani ya chama ya kuleta serikali ya Tanganyika ndani ya Tanzania. Lilitikisa sana utawala wa rais wa wakati huo Ali Hassan Mwinyi na ilionekana kama kundi la waasi. Kama si kuingilia kati kwa viongozi wakuu akiwemo rais wa kwanza wa Tanzania Mwalimu Julius Nyerere, leo pengine kungekuwa na mpasuko zaidi ndani ya chama na kubadili siasa za nchi kwa miaka mingi. Harakati za kundi hilo zimesalia kuwa historia kubwa Tanzania. Miaka 32 baadaye, miezi michache kabla ya uchaguzi mkuu na katikati ya vuguvugu la no reforms no election, liliibuka kundi lingine G55 ndani ya Chadema linalopinga wazi msimamo wa no reforms no election. Wanaotaka uchaguzi ni wengi kuliko wanaotaka kuzuia uchaguzi, kwa sababu hawaoni huo muujiza wa kuzuia uchaguzi, anasema John Mrema, mmoja wa wanachama wa G55. No reforms no election ni msimamo wa kisera wa chama hicho uliopitishwa na kamati kuu katika kikao chake cha Disemba 2 mpaka 3, 2024 chini ya mwenyekiti aliyepita Freeman Mbowe, kabla ya kupata baraka ya mkutano mkuu wa Januari 21, 2025 uliongozwa na Mbowe, mkutano ambao pia ulimchagua mwenyekiti mpya Tundu Antipas Lissu. Kwa kupinga namna ya utekelezaji wa msimamo huo wa chama, kundi la G55 lilionekana kuwa kundi lingine la uasi ndani ya chama, linaloasi maamuzi yaliyopitishwa na vikao halali vya vyama. Hii ni dhana inayojengwa na dhana nyingine inayohusisha makovu ya uchaguzi uliopita wa ndani wa chama. Uchaguzi wa Januari 2025 ulikuwa uchaguzi wenye mvutano mkali kuwahi kutokea kwenye siasa za vyama vingi Tanzania. Lissu akimbwaga kigogo aliongoza chama kwa miaka zaidi ya 20, Freeman Mbowe katika nafasi yake ya uwenyekiti kwa kupata kura 513 dhidi ya 482 alizopata Mbowe. Leo ni kama ukurasa mwingine umefunguliwa. Kulingana na katiba na sheria za uchaguzi, hakuna mgombea anayeruhusiwa kugombea bila kuwa mwanachama wa chama fulani cha siasa. Pili, hakuna chama ambacho mgombea anayeweza kuwania nafasi yoyote ya kiuchaguzi bila ya chama chake kuwa tayari kimesaini kanuni za maadili ya uchaguzi ambazo kiutaratibu zimesainiwa leo jijini Dodoma, yaliyopo makao makuu ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi.
Kulingana na taarifa ya mkurugenzi wa uchaguzi, kati ya vyama 19 vilivyo na usajili na sifa za kushiriki uchaguzi mkuu wa mwezi Oktoba 2025 ni Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema ambacho hakikusaini kanuni hizo za maadili ya uchaguzi. Moja kwa moja kimepoteza haki yake ya kushiriki wanachama wake kushiriki kwenye uchaguzi mkuu ujao. Huu ni mwanzo ama mwisho wa vuguvugu la G55 lenye kuwawakilisha watiania ya ubunge wa Chadema kwa mwaka 2020 na wa 2025 zaidi ya 200, sambamba na baadhi ya waandamizi wengine ambao wanatajwa na G55 bila ya kufunuliwa wazi ama kutajwa kwa wananchi pahala popote. Labda huenda ni kwa kuhofia nafasi zao ndani ya Chadema. Bungeni mjini Dodoma kunapoendelea vikao vya bajeti ya mwaka 2025-2026, wiki hii napo kulipamba moto waliokuwa wabunge wa Chadema kabla ya kukanwa na kuachwa yatima bungeni wamesimama kidete, ikiwa ni mkutano wa mwisho kabla ya kuvunjwa kwa bunge mwezi Julai. Wengi wameapa kurudi bungeni wakikosoa maamuzi yaliyochukuliwa na no reforms no election. Mbunge pekee wa jimbo anayewakilisha wananchi wa Nkasi kupitia Chadema, Aida Kenani, alipozungumza na Jambo TV wiki hii, alikiambia chombo hiki cha habari kuwa suala la yeye kurudi bungeni au bunge lijalo anamwachia Mungu na wananchi wa Nkasi wanaojua walipomtoa na kwa nini walimpa nafasi ya kuongoza miaka 5 iliyopita. Salome Makamba wa viti maalum, yeye alieleza kuwa yu tayari kwa uchaguzi, atashiriki na atakuwepo katika bunge lijalo. Akikaririwa na gazeti moja la kila siku nchini linalochapisha habari zake kwa lugha ya Kiswahili, John Mrema, mwanasiasa wa Chadema na kinara miongoni mwa wazungumzaji wakubwa wa G55, ameeleza kuwa wameipata taarifa ya Chadema kutojitokeza kusaini kanuni za maadili, akieleza kuwa wanajiandaa kuzungumza na umma. So hiyo ndo taarifa ambayo inaendelea mpaka sasa kuhusiana na hawa G55 ambao pia wao wanadai kwamba wao watashiriki kwenye huo uchaguzi, lakini huku chama chao kikiwa kimesimamia msimamo wake wa kwamba uchaguzi hautokuwepo kama mabadiliko hayatafanyika. Lakini huku yakiwa yanaendelea yote hayo lakini pia msajili wa vyama naye amefunguka. Mahakama pekee ndiyo inaweza kuzuia uchaguzi Tanzania na wala si chama wala mtu yoyote. Msajili wa vyama vya siasa Tanzania, Jaji Francis Mutungi, amesema kauli ya no reforms no election bado haijavunja sheria ya vyama vya siasa, huku akisisitiza kuwa uchaguzi mkuu 2025 uko pale pale. Jaji Mutungi amesema wakati anazungumza na waandishi wa habari baada ya kushiriki wazifa ya wadau wa kujadili namna ya kuizuia na kupambana na rushwa katika uchaguzi mkuu 2025. Tangu kumalizika kwa uchaguzi wa ndani, Chadema wamekuwa wakieleza kuwa bila mabadiliko katika mifumo ya uchaguzi hakutakuwa na uchaguzi mkuu mwaka 2025 na kwamba watauzuia kwa kuandamana nchi nzima, kauli ambayo inapingwa na vyama vingine vya siasa ikiwemo CCM. Msajili huyo amesema hakuna anayeweza kuzuia uchaguzi wa mwaka huu kwa kuwa kinachosemwa ni matamshi ya wanasiasa majukwani ambayo kila chama kinaweza kuwa na maana yake. Hakuna anayeweza kuzuia uchaguzi kwa kutamka tu kwenye majukwaa. Chadema hawajavunja sheria, na nilipokutana nao hivi karibuni walisema
hawatakuwa tayari kuvunja sheria za uchaguzi, alisema Jaji Mutungi. Aidha amesema chombo kinachoweza kuzuia uchaguzi ni mahakama, na hadi sasa hakuna anayekwenda huko, isipokuwa kinachoendelea ni matamshi ya midomoni mwa wanasiasa. Amesema hajasikia kuwa Chadema wamekwenda mahakamani kupinga uchaguzi, licha ya kuwa wao wanasheria wanasheria wanaojua utaratibu mzima wa nini kifanyike. Hivyo kinachoonekana ni kama wanafanya propaganda za kisiasa ambazo haziwezi kuwatia hatiani, isipokuwa kama kutakuwa na maneno mengine ndani ya kauli zao. Mimi nitatafuta muda wa kuwaiteni kuzungumza kirefu zaidi kuhusu mambo haya, lakini kama ulivyosema, mimi ndiye baba wa vyama vya siasa. Ni kweli, na kila chama kina haki ya kusikilizwa, lakini sio kuvunja sheria. Sisi hatutegemei kama wanaweza kuvunja sheria, alisema jaji huyo ambaye ndo msajili wa vyama vya siasa, ndugu yetu Mtungi.